Bismillahirrahmanirrahim. Wapenzi watazamaji, karibuni sana katika muendelezo wa darasa zetu. Leo biidhnillahi jalla fi'ala tutakumbushana alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa asihirun, uchawi. Alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi. Naam, wanawazuoni wanasema alama ya kwanza ni kupata maumivu ya tumbo zaidi chini ya kitovu. Kupata maumivu ya tumbo zaidi chini ya kitovu ya mara kwa mara, hii ni alama ya kwanza katika alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi. Naam, alama ya pili wanasema ulamau kubanwa na kifua au kuwa kizito. Kubanwa na kifua au kifua kuwa kizito sana, hii ni alama ya pili katika alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi kwa maelezo ya wana wazuoni. Naam, lakini alama ya tatu wanasema atanafusu bitaabi. Atanafusu bidhiqi wa taab wal mashaka, ni kupumua kwa tabu, kupumua kwa dhiki, kupumua kwa mashaka, yani kupata shida wakati wa kupumua. Hiyo ni katika alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi: kupumua kwa tabu, kupumua kwa dhiki, kupumua kwa mashaka. Lakini alama ya nne wanasema wanawazuoni ni kukohoa kohoa pasi na sababu ya msingi. Kukohoa kohoa pasi na sababu ya msingi ni miongoni mwa alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi kwa maelezo ya ulamau. Kukohoa kohoa pasi na sababu ya msingi. Naam, wapenzi watazamaji, alama ya tano wanawazuoni wanasema kukosa nguvu za mwili baadhi ya nyakati. Kukosa nguvu za mwili baadhi ya nyakati, kulegea, kuchoka bila ya sababu za msingi baadhi ya nyakati, ni miongoni mwa alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi, na hiyo ni alama ya tano. Lakini alama ya sita wanasema kuwa hawezi kula akashiba au kula sana bila ya kushiba. Ndugu yangu mtazamaji, ukijiona una tatizo la kula sana bila ya kushiba, yani kula unakula sana lakinaka la tashba, lakini haushibi, haushibi, unakula sana lakini haushibi, basi hiyo ni miongoni mwa alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi kwa maelezo ya wanawachuoni. Naam, alama ya saba wanasema kupata maumivu ya mgongo. Kupata maumivu ya mgongo mara kwa mara, hata ukitumia dawa za hospitali maumivu hayaishi, basi hiyo ni alama miongoni mwa alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa asihiru, bimaana annaka yani akalta sihra am sharibta sihra. Naam, hiyo ni alama ya saba, kupata maumivu ya mgongo. Alama ya nane, ndugu zangu watazamaji, ni kuona unalishwa au unanyweshwa usingizini. Kuona unalishwa au unanyweshwa usingizini ni miongoni mwa alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi. Bimaana kama una alama hizi ndugu yangu mtazamaji, hakikisha unatafuta tiba, kwa sababu ni alama mbaya kabisa kiafya ya kiroho. Naam, lakini alama ya tisa wanasema ni kujihisi kichefuchefu mara kwa mara. Kujihisi kichefuchefu mara kwa mara, na haswatan inaposomwa Qur'ani. Unaposikia Qur'ani inasomwa basi wewe ukawa ni mwenye kujihisi kichefuchefu, hiyo ni miongoni mwa alama za mtu aliyelishwa au kunyweshwa uchawi. Na alama ya 10 ndugu zangu watazamaji ni kutembea, yani kutembewa na vitu mwilini. Kutembewa na vitu mwilini, kitu ukahisi kinahamahama katika mwili wako, hiyo ni dalili mbaya kabisa. Hiyo ni alama mbaya kabisa kwa maelezo ya wanawazuoni, wanasema ni katika alama za mtu aliyelishwa uchawi.
Sasa tuangalie ni namna gani mtu mwenye alama kama hizi unaweza ukajitibia wewe mwenyewe. Nataka nikuelekeze namna gani utajitibia wewe mwenyewe, na kama utashindwa basi utanitafuta kwa msaada zaidi. Unachotakiwa kufanya, chukua maji ya Zamzam au maji ya mvua au maji ya kisima. Chukua maji ya Zamzam, maji ya mvua au maji ya kisima au maji ya wardi. Ukishayapata maji hayo, utayasomea dua na aya zifuatazo. Kwanza utayasomea dua ifuatayo. Utasema Allahumma inni as'aluka an tubtila kulla sihrin ma'kulan au mashruban. Allahumma inni as'aluka an tubtila kulla sihrin ma'kulan au mashruba. Na dua hii utaisoma mara 7. Kisha ndugu yangu mtazamaji, maji yako utayasomea Suratul A'rafi. Suratul A'rafi utaanzia aya ya 118 mpaka aya ya 122, 7 marati. Aya hizo utazisoma mara 7. Naam. Kisha ndugu yangu mtazamaji, utayasomea maji yako Suratul Anfali. Suratul Anfali aya ya 8. Aya ya 8 utaisoma mara 7. Kisha utayasomea maji yako Suratu Yunusi aya ya 81, utayasomea mara 7. Kisha utayasomea maji yako Suratu Hud aya ya 16, kadhalika utayasomea mara 7. Mwisho kabisa maji yako utayasomea Suratul Isra'i aya ya 81, kadhalika aya hiyo utaisoma mara 7. Zingatia wakati wa kuyasomea maji yako aya hizi, hakikisha maji yako yani ile pumzi inaingia katika chombo ambacho umeweka maji yako. Ukimaliza kuyasomea dua hiyo na aya hizo, utayapuliza mara 7, kisha utakunywa asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa siku 7. Biidhnillah subhanahu wa ta'ala utautapika uchawi, ama ukienda kujisaidia utatoka, ama baada ya kunywa maji hayo ukajihisi mwili wako umekuwa mwepesi, basi hiyo ni dalili ya kwamba asihiru imeharibika katika mwili wako.